Habari za wakati huu ndugu Mtanzania popote ulipo, karibu tena. Ni wakati mwingine tena mzuri tunakutana hapa tuzidi kuhabarishana taarifa mbalimbali. Kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kuna video ambazo zinasambaa. Ni video ya mke wa Tundu Antipas Lissu pamoja na dada yake na Humphrey Polepole kwa pamoja wakitoa ushahidi katika kamati ndogo ya bunge la Ulaya kuhusu ongezeko la ukandamizaji nchini Tanzania. Hapa ninakuletea speech au hotuba ya kila mmoja kwa kila ambacho alikizungumza kwa lugha ya Kiswahili, ambapo Alice Mugabe mke wa mwenyekiti wa Chadema Mheshimiwa Tundu Lissu alitoa ushahidi wake siku ya jana Jumatatu mbele ya kamati ndogo ya haki za binadamu ya bunge la Ulaya DROI kama sehemu ya kikao kuhusu hali ya haki za binadamu nchini Tanzania. Mugabe pamoja na dada yake na Humphrey Polepole kwa pamoja, ukiangalia video hizo, wameonekana wakiwa na watetezi wa haki za binadamu pamoja na maafisa wa tume ya Ulaya, lakini pia pamoja na wawakilishi wa huduma ya kitengo cha nje ya Ulaya. Hawa kifupi chake ni EEAS. Lakini pia kumbuka Tundu Lissu, kiongozi wa upinzani nchini Tanzania, amekuwa gerezani kwa muda akisubiri kesi kwa mashtaka ya uhaini ambayo kwa namna moja ama nyingine wafuasi wa Chadema, lakini pia baadhi ya wabunge kutoka bunge la Ulaya wamekuwa wakiyaita kuwa yamechochewa kisiasa. Yani sababu za Tundu Lissu kukamatwa ni sababu za kisiasa. Lakini kumbuka kwamba kesi hiyo iliambatana na matukio makubwa mawili. Kwanza, kukataa mara kwa mara kwa Tanzania kuruhusu ujumbe wa DROI kuingia nchini, lakini pia na bunge la Ulaya kupiga kura siku hiyo hiyo kupinga uamuzi wa rasimu ya tume ya Ulaya kuhusu kufadhili mpango wa utekelezaji wa mwaka 2026 wa Tanzania. Agnes Polepole Lendov, dada yake na balozi wa zamani wa Tanzania huko nchini Cuba, Humphrey Polepole, ambaye alitekwa nyara mnamo Oktoba mwaka 2025 na bado hajapatikana, pia alitoa ushahidi wake mbele ya bunge hilo la Ulaya. Sasa kwa kina zaidi tuangalie hotuba ya kila mmoja kwa lugha ya Kiswahili, lakini pia Mtanzania una nafasi ya kutochea maoni yako kwa hiki ambacho utakisikia moja kwa moja. Kama ulitazama video ya mke wa Tundu Lissu, basi kwa lugha ya Kiswahili alizungumza yafuatayo: Waheshimiwa wabunge wa kamati ndogo ya bunge la Ulaya kuhusu haki za binadamu, na washukuru kwa fursa hii ya kuzungumza nanyi leo. Nipo hapa kuelezea maoni yangu kuhusu uzoefu wa familia yangu. Hata hivyo, nimeamua kuangazia zaidi mwanafamilia mmoja ambaye ni mume wangu, Tundu Lissu. Tundu Lissu ni mwenyekiti wa Chadema, chama kikuu cha siasa cha upinzani nchini Tanzania. Tundu Lissu anashikiliwa mahabusu katika gereza la Ukonga lililopo nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam tangu tarehe 9 ya mwezi wa 4 mwaka jana, akishtakiwa kwa uongo kwa kosa la uhaini kwa sababu tu ya kutoa wito wa kufanyika kwa mageuzi yatakayohakikisha uchaguzi mkuu uwe huru na wa haki nchini Tanzania. Kama akipatikana na hatia, atahukumiwa adhabu ya kifo. Kwenye video tumeona namna ambavyo mke wa Tundu Lissu akimwaga machozi alipotamka kwamba Tundu Lissu akipatikana na hatia atahukumiwa adhabu ya kifo. Katika dakika chache nilizonazo nanyi leo, nataka kusisitiza miaka mingi ya unyanyasaji ambayo Tundu Lissu amepitia katika mapambano yake ya kupigania utawala wa sheria, demokrasia, haki za binadamu na serikali inayowajibika kwa wananchi wake. Natumai
mtawiana nami kuwa wale wanaopigania utawala wa sheria, haki za binadamu na demokrasia nchini Tanzania, kama ilivyo katika nchi nyingine, wanahitaji msaada na uungwaji mkono madhubuti kutoka kwa jumuiya ya kimataifa, kwa sababu hawa ni watu wanaofanya kazi kwa amani, kukuza na kulinda haki za binadamu zinazotambulika duniani kote. Tundu Lissu kwa miongo mitatu amefanya kazi ya kupigania mageuzi ya amani yanayomlenga mwananchi nchini Tanzania. Akiwa na shahada ya uzamili ya sheria, alikuwa ni wakili mwandamizi, rais wa zamani wa chama cha wanasheria wa Tanganyika TLS, lakini pia mbunge wa zamani wa jimbo la Singida Mashariki kwa takriban miaka 10. Makamu mwenyekiti wa zamani wa Chadema na kwa sasa ni mwenyekiti wa Chadema. Kujitolea kwake katika utumishi wa umma, bila shaka hakuna shaka. Maisha yote ya utu uzima ya Tundu yamejikita katika kuboresha mifumo mibovu na kupigania mabadiliko ya kimaendeleo. Amepambana bila kuchoka kutetea haki za kisheria na sera za umma kwa ajili ya wasio na sauti na umma kwa ujumla. Mnamo mwaka 2017, upinzani wake wa sauti kubwa bungeni dhidi ya unyanyasaji wa madaraka wa utawala ulisababisha jinamizi baya zaidi kwa familia yote, jaribio la mauaji, ambapo mnamo tarehe 7 Septemba mwaka 2017, wakati Tundu Lissu akiingia kwenye eneo la makazi yake ya kibunge mjini Dodoma, watu wawili wenye silaha walimfuata, walifyatua risasi 36 kwenye gari lake, ambapo risasi 16 zilimpata mwilini mwake. Hali yake ilitengenezwa kuwa thabiti mjini Dodoma, akasafirishwa kwa ndege hadi Nairobi na kisha baadaye akahamishiwa hapo Belgiji, ambako alipata matibabu kwa miaka 3. Hadi leo bado nakumbuka jinsi siku moja nikiwa Nairobi niliambiwa nifashe virago na kuondoka kwenye nyumba, nifungashe virago na kuondoka kwenye nyumba iliyokuwa umbali wa chini ya mita 500 kutoka hospitalini, kwa sababu hofu ya kiusalama ilikuwa imetanda, ikidaiwa kuwa mtu anayeaminiwa kuwa mtekaji alikuwa amepanga chumba kwenye nyumba hiyo niliyokuwa nikiishi. Nilijua uoga siku hiyo kuliko wakati mwingine wowote maishani mwangu. Kwa msaada wa watu binafsi na mashirika mengine tuliweza kuondoka na kufika hapa salama. Mnamo mwaka 2000, Tundu Lissu akiwa na matumaini alirejea Tanzania na kugombea kiti cha urais kama mgombea wa chama cha Chadema. Lakini punde tu baada ya uchaguzi ilibidi aondoke tena na kuja hapa kwa sababu ya masuala ya usalama. Mnamo mwaka 2023, Tundu Lissu aliamua kurejea Tanzania na kuendeleza mapambano ya demokrasia, haki za binadamu na uwajibikaji wa wale walio madarakani, kwa sababu aliamini kuwa serikali ya Samia Suluhu ilikuwa na nia ya dhati iliposema mambo yangekuwa tofauti chini ya utawala wake. Hata hivyo, mambo hayakuwa hivyo. Alikamatwa mara kadhaa na mnamo Januari ya mwaka jana alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa Chadema, na wiki chache baadaye mnamo tarehe 9 ya mwezi wa 4 alikamatwa, akasafirishwa usiku kucha umbali wa takriban kilomita 1000 kutoka kusini mwa Tanzania, na siku iliyofuata alifikishwa mahakamani na kushtakiwa kwa uhaini na makosa mengine ya uhalifu wa mtandao. Kesi hiyo ilichukua muda mrefu sana kuanza, lakini hatimaye kesi hiyo ilianza mnamo Septemba. Kesi hiyo imekuwa ikienda kwa kasi ya konokono. Kumekuwa na uhairishaji mara kadhaa, baadhi yao bila sababu za msingi, na tunavyozungumza sasa hajafika mahakamani kwa ajili ya usikilizaji wowote wa maana tangu mwezi wa pili. Na tunaambiwa kwamba kesi hiyo itaendelea tena tarehe 3 Julai, na kwamba mnamo tarehe 6 Julai mahakama ya rufaa itatoa uamuzi kuhusiana na amri zilizotolewa katika mahakama kuu, ambazo mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP
amekata rufaa dhidi yake. Hivyo hapo ndipo tulipofika. Hii ilikuwa ni speech ya mke wa Tundu Lissu, Alice Magabe, akizungumza mbele ya kamati ndogo ya bunge la Ulaya, akitoa ushahidi wa kile ambacho ameki-experience kupitia mume wake Tundu Lissu, huku akimwaga machozi. Kama nilivyokuambia, dada yake na Polepole pia, Agnes Polepole Lendov, baba yake balozi wa zamani wa Tanzania nchini Cuba, Humphrey Polepole, alikuwa ni miongoni mwa waliozungumza katika bunge hilo, lakini pia akitoa ushahidi kwa upande wake kupitia kile ambacho familia yake pia imekipitia kuhusu Humphrey Polepole. Tunakumbuka Humphrey Polepole baada ya kutoka Havana, Cuba na kurejea Tanzania, akajiuzulu nafasi ya ubalozi, lakini pia akawa ni mwanaharakati, akizungumza kupitia mitandao ya kijamii, akikosoa hapa na pale, na baada ya siku kadhaa mbele akatekwa na watu wasiojulikana, na mpaka leo hajulikani ni wapi alipo. Moja kwa moja, hii ni speech ya dada yake na Polepole. Waheshimiwa wabunge wa bunge la Ulaya, asanteni kwa kuniruhusu kuzungumza. Jina langu ni Agnes Polepole Lendov. Mimi ni Mtanzania ninayeishi Denmark, na ninasimama mbele yenu leo sio tu kama shahidi, bali kama sauti ya wale wasiokuwa na sauti, walioingiziwa hofu na walio uhamishoni. Ninazungumza kama dada wa mzalendo aliyependa nchi yake kwa dhati kiasi cha kutoweza kunyamaza kimya. Kaka yangu Humphrey Polepole alitoa sehemu kubwa ya maisha yake kuitumikia Tanzania. Alipanda vyeo ndani ya chama tawala na baadaye akahudumu kama balozi wa Tanzania nchini Cuba. Aliamini sana nchi yake na wajibu wake wa utumishi wa umma. Hata hivyo, alipoanza kuzungumza waziwazi kuhusu rushwa, ukosefu wa haki na mmomonyoko unaokuwa wa uhuru wa kidemokrasia, aligeuzwa mlengo wa kushambuliwa. Matokeo yake kwa familia yetu yalikuwa ya kusikitisha sana. Mama yangu mkubwa alinyanyaswa mara kwa mara. Dada yangu alitekwa nyara na kushambuliwa kikatili. Tunaishi chini ya vitisho vya kila mara. Kisha usiku wa tarehe 6 Oktoba mwaka 2025, kaka yangu alichukuliwa. Mashahidi wamedai kuhusika kwa maafisa wa usalama. Damu iliachwa nyuma. Humphrey Polepole akatoweka. Tangu usiku huo hatujasikia lolote. Hakuna majibu, hakuna uwajibikaji, hakuna haki. Kila siku familia yangu inaishi kwa maumivu makali ya kutojua hatima ya mpendwa wetu. Ni ukatili ambao hakuna familia inayopaswa kuvumilia. Ghafla, kesi ya Humphrey Polepole sio ya kipekee. Kote nchini Tanzania, waandishi wa habari, viongozi wa upinzani, Tundu Lissu, watetezi wa haki za binadamu na wananchi wa kawaida wamekabiliwa na vitisho, kifungo, vurugu na kutoweshwa kwa nguvu kwa kutumia haki ambazo zinapaswa kuwa za kila mwanadamu. Hili sio suala rahisi la kisiasa, ni la kibinadamu, linahusu utu, uhuru na utawala wa sheria. Ninaliomba bunge hili kwa heshima kutoa wito wa kufanyika kwa uchunguzi huru wa kimataifa kuhusu kutoweka kwa Humphrey Polepole na kesi zote zilizoripotiwa za utekaji nyara na kutoweshwa kwa nguvu nchini Tanzania. Ninawaomba mutake uwajibikaji kutoka kwa mamlaka za Tanzania na kuhakikisha kuwa haki za binadamu zinasalia kuwa msingi wa ushirikiano wa Umoja wa Ulaya na Tanzania. Na iwapo ukiukwaji mkubwa utaendelea, kukiwa na matokeo ya uchunguzi, ninawaomba mfikirie kuweka vikwazo vilivyolengwa dhidi ya wale wote waliohusika. Sio kuiadhibu nchi tu, bali kulinda watu wake, kwamba watu wa Tanzania
wanastahili uhuru ule ule ambao haki za Ulaya zinathamini: uhuru wa kuzungumza, kushiriki katika maisha ya umma na kuishi bila hofu. Leo ninaomba msimame na familia ambazo bado zinasubiri majibu, msimame na wale ambao wamenyamazishwa, msimame na wale ambao wapendwa wao katika maelfu wamethibitishwa kuuawa na vyombo vya usalama, msimame na wale waliotoweka. Zaidi ya yote, msimame na watu wa Tanzania katika harakati zao za kutafuta haki, utu na uhuru. Hatima ya kaka yangu bado haijulikani, lakini ukimya haupaswi kuwa jibu la mwisho hadi ukweli utakapojulikana, hadi wale waliohusika watakapowajibishwa, na hadi kila familia itakapoweza kuishi bila hofu. Na mapambano yanaendelea. Ninawaomba leo, simameni upande wa ukweli, simameni upande wa haki, simameni na watu wa Tanzania. Asanteni. Hii ilikuwa ni speech ya dada yake na balozi wa Tanzania Humphrey Polepole kule Cuba, ambaye alitekwa na watu wasiojulikana na mpaka leo hajulikani ni wapi alipo, na kumlazi sio balozi wa Tanzania, alisha jiuzulu katika nafasi hiyo. Tunasema ni aliyekuwa balozi wa Tanzania huko Cuba. Una nafasi kama Mtanzania kutoachia maoni yako, ambapo mke wa Tundu Lissu na kaka yake na dada yake na Humphrey Polepole wametoa ushahidi katika kamati ndogo ya bunge la Ulaya kuhusu ongezeko la ukandamizaji nchini Tanzania. Toachia maoni yako, lakini pia endelea kutufuatilia hapa kwa kina zaidi na kwa taarifa mbalimbali.